Kiongozi mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe Jumatatu Aprili 14, 2025 amehani msiba wa aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Mhandisi Boniface Gisa Nyamohanga nyumbani kwake Oysterbay jijini Dar es Salaam. Zitto Kabwe ametumia nafasi hiyo pia kutoa pole kwa familia yake na kuwaombea subra wakati huu mgumu kwao, akitoa salamu za pole pia kwa wafanyakazi wa TANESCO na wizara nzima ya nishati nchini Tanzania. Mwanasiasa huyo katika chapisho lake la awali alimtaja Mhandisi Nyamohanga aliyefariki Aprili 13, 2025 kwa ajali ya gari kama mtu mwema, mchapakazi na mzalendo aliyekuwa mwepesi kujifunza na aliyekuwa amejaa weledi kwa hali ya juu enzi za uhai wake, na kusema Tanzania impoteza mtaalamu aliyebobea na aliyekuwa msaada mkubwa kwa taifa. Awali shirika la umeme Tanzania TANESCO limeeleza kuwa mwili wa aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa Gisa Nyamohanga utazikwa nyumbani kwao Migungani Mbunga mkoani Mara Jumatano Aprili 16, 2025. Kwa mujibu wa shirika la umeme TANESCO, kesho ambao ni Jumanne Aprili 15 mwaka 2025 inaomboleza nyumbani kwa marehemu Oysterbay jijini Dar es Salaam. Nyamohanga aliteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kushika wadhifa huo Septemba 23, 2023, akichukua nafasi ya Maharage Chande. Kabla ya uteuzi huu ulikuwa mkurugenzi mtendaji wa wakala umeme jijini Ianilea. Kulingana na kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Rutumo, chanzo cha ajali hiyo ni baada ya dereva lori wa gari hilo aina ya Toyota Land Cruiser alilokuwemo Nyamohanga kumkwepa mwendesha baskeli na kupoteza uelekeo na kugongana uso kwa uso na lori lilokuwa mbele yao, ambapo Nyamohanga na dereva wake Mohajiri Haule walifariki dunia hapo hapo. Jumatatu Aprili 14, shirika la Kenya Power pia limeungana na sekta ya nishati ya Afrika Mashariki kuomboleza kifo cha injinia Gisa Nyamohanga, wakimtaja marehemu kama kiongozi mwenye maono ambaye alitolea kwa hadhi kusukuma mbele ajenda ya ushirikiano wa nishati katika ukanda huo. Kifo chake ni pigo kubwa kwa sekta ya nishati katika ukanda huo na kimegusa kwa kina TANESCO na uongozi mzima wa Kenya Power, ilisema sehemu ya taarifa hiyo. Katika kipindi kifupi cha uongozi wake alisukuma mbele ushirikiano muhimu kati ya Kenya na Tanzania katika sekta ya nishati. Katika miezi ya hivi karibuni aliongoza kwa mafanikio timu ya TANESCO katika mazungumzo ya mkataba wa kubadilishana nishati na Kenya Power, jambo linalowezesha kuzindua na kuanzisha rasmi kwa njia ya umeme ya msongo wa kV 400 kati ya Kenya na Tanzania, jambo ambalo sasa natumika kikamilifu kwa biashara ya umeme mpakani, alieleza taifa hiyo kutokea kule Kenya. Kenya Power pia ilimpongeza kwa mchango wake katika kamati ya uongozi wa East Africa Power Pool, ambapo alihusisha katika kuandaa na mazingira ya biashara ya nishati kwa nchi mwanachama 13 wa ukanda huo. Atakumbuka kwamba mjumbe alijitolea kwa dhati katika kamati ya EAPP, akichangia kuweka misingi ya biashara umeme ya baadaye katika Afrika Mashariki iliongozwa na kuzungumziwa hivyo kupitia Kenya. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.